Naam, hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama, pamoja na michezo na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu msikilizaji, tuandamani. Hebu nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Tunasubiri tu Oktoba kutiki, kimpendeza Mungu, akishinda sawa. Kwa upande wangu na wananchi wengi, nafikiri kwamba hakuna yote ataenda kupiga kura. Watakwenda kupiga kura wana CCM wenyewe, ndio maana nikasema wanajitekenya wenyewe na kujichekesha wenyewe. Hii leo tupo nchini Tanzania ikiwa ni mkesha wa uchaguzi na kampeni zinafika kikomo. Nini maoni yako kuhusu mchakato mzima wa uchaguzi Tanzania? Weka maoni yako kwa Facebook, YouTube, TikTok na tafuta pia X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Ramadhan Kibuga. Watu 12 wamepoteza maisha baada ya ndege waliokuwemo kuanguka eneo la Kwale, pwani ya Kenya. Maafisa wa Kenya wanasema ndege hiyo ya watalii ilikuwa njiani kutoka mwambao wa Diani kuelekea mbuga ya Masai Mara. Wote walioangamia walikuwa abiria kwenye ndege hiyo ndogo. Ni mkesho wa uchaguzi mkuu nchini Tanzania na vyama vya kisiasa vinafunga kampeni kabla ya kura ya hapo Jumatano. Rais Samia Suluhu Hassan anafunga kampeni yake mjini Mwanza. Kisiwani Zanzibar uchaguzi wa mapema unaanza kabla ya shughuli kubwa ya uchaguzi hapo kesho. Wadadisi wa siasa wanasema kuwa rais wa sasa Samia Suluhu Hassan na chama chake cha CCM kinatarajiwa kupata ushindi, kwani hakikabiliwi na ushindani mkali. Wakati huo huo, gumzo mitandaoni imetawala, wafuasi wa upinzani wakiwarai wa Tanzania kuhususia uchaguzi mkuu na badala yake kufanya maandamano kushinikiza mageuzi na utawala bora. Kwa upande wao, jeshi la polisi Tanzania limeonya kuwachukulia hatua raia wote ambao wanachochea maandamano mitandaoni au kujaribu kuvuruga shughuli za upigaji kura. Nchini Ivory Coast, Rais Alassane Ouattara wa miaka 83 ameshinda uchaguzi mkuu kwa muhula wa 4. Uchaguzi wa sasa ulishuhudia uchache sana wa wapiga kura baada ya mrengo mkuu wa upinzani kuzuiliwa kushiriki katika kura hiyo. Ouattara alipata 89.9% ya kura zilizotangazwa na tume ya uchaguzi. Mgombea wa karibu alikuwa ni waziri wa zamani wa biashara Jean-Louis Bion aliyepata 3% ya kura. Simone Bagbo, mke wa rais wa zamani wa Cote d'Ivoire, alizoa 2.4% ya kura. Cote d'Ivoire ilifanya uchaguzi wake hapo wikendi iliyopita. Ni rasmi kwamba rais mkongwe zaidi duniani Paul Biya wa nchi ya Cameroon ataendelea kuliongoza taifa hilo la Afrika ya Kati kwa miaka mingine 7, tayari akiwa amesalia madarakani kwa miaka 43. Tume ya uchaguzi ya Cameroon ilimtangaza Biya kuwa mshindi wa uchaguzi mkuu ambao umekumbwa na vurugu za wafuasi wa upinzani. Wadadisi wa kisiasa hata hivyo wanahoji iwapo kiongozi huyo wa miaka 92 ana uweledi wa kuendelea kuwaongoza wananchi wake. Hii ni kutokana na hali yake ya kuwa nje ya nchi kwa kipindi kirefu. Taarifa zinasema Biya ameweka makao yake nchini Uswizi, ambapo husalia kwa kipindi kirefu sana na kuzua wasiwasi kuhusu nani hasa uendesha shughuli za nchi ya Cameroon. Kiongozi huyo mkongwe hajafanya mikutano ya baraza la mawaziri wala kulihutubia taifa kuhusu masuala muhimu ya nchi. Aidha, aliwasili nchini Cameroon siku chache kabla ya siku ya kupiga kura. Upinzani umepinga matokeo ya kura nchini Cameroon na kiongozi wake Issa Bakari Chiroma amesisitiza kwamba ndiye aliyetoa ushindi katika kura za urais. Wafuasi wa upinzani wameendelea kuandamana miji kadhaa kupinga matokeo hayo. Wizara ya mambo ya nje nchini Kenya imesema kwamba mawakala fulani wamewasajili raia kujiunga na jeshi la Urusi kwenye mapambano yake dhidi ya taifa la Ukraine. Waziri wa mambo ya nje ya Kenya Musalia Mudavadi amesema Wakenya wengi ambao wamesajiliwa kupigana kwa sasa wanasalia katika kambi za jeshi la Urusi kama wafungwa wa kivita. Bwana Mudavadi hajasema ikiwa kuna baadhi ya raia waliopoteza maisha au majeruhi. Haya yanajiri wakati makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance anatarajiwa kuzuru Kenya siku zijazo kujadili uhusiano kati ya pande mbili.
Marekani imelalamikia Kenya kuwa mshirika mkuu wa China na pia kuegemea upande wa Urusi. Kiongozi wa baraza linalotawala nchini Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, amekiri jeshi lake limeondoka katika mji wa Al-Fasher huko Sudan. Hii inafuatia tangazo la wapiganaji wa RSF kwamba walikuwa wametoa mji huo kutoka jeshi la Sudan. Hii ndiyo mara ya kwanza jeshi la Sudan limekiri kuzidiwa nguvu na RSF katika mji huo mashariki mwa jimbo la Darfur. Al-Fasher ilizingirwa na wanajeshi wa RSF na kushuhudia mapigano makali kati yao na jeshi la taifa. Umoja wa Mataifa umesema maelfu ya raia wamekimbia makazi yao huko Al-Fasher kwa siku 2 zilizopita. Zaidi ya watu milioni 1 ni wakimbizi wa ndani nchini Sudan na maelfu wengine wamepoteza maisha yao kufuatia mapigano haya ya zaidi ya miaka 2. Wapiganaji wa RSF kwa sasa wanashikilia maeneo yote makuu ya Darfur, huku ngome yao kuu ikiwa ni mji wa Nyala kusini mwa jimbo hilo. Jeshi la Sudan linashika doria kaskazini, mashariki na kati mwa nchi ambayo ni maeneo machache. Naam, karibu msikilizaji. Tuanzie nchini Tanzania ambapo taifa hilo linajiandaa kufanya uchaguzi mkuu hapo Jumatano ya Oktoba tarehe 29 mwaka huu. Ukiwa ni mkesha wa uchaguzi, vyama vya kisiasa vinatakiwa kulikunja njamvi la kampeni za kuwarai wananchi kuwapa nafasi ya kuongoza. Chama cha CCM kinafunga kampeni zake mjini Mwanza, lakini baadhi ya vyama vinavyoshiriki uchaguzi tayari vimefunga kampeni zake. Wadadisi wa kisiasa wamesema Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kushinda uchaguzi huu kwani hakabiliwi na upinzani wowote. Huyu hapa Veronica Natalis akitathmini kampeni za urais nchini Tanzania mwaka huu. Kampeni za vyama vya siasa zinafungwa leo nchini Tanzania kulingana na ratiba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi nchini humo, na kesho Jumatano tarehe 29 Oktoba wa Tanzania watateremka vituoni kwa ajili ya kupiga kura zao kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani. Vituo vya kupigia kura vitafunguliwa kuanzia saa 1 asubuhi na vitafungwa saa 10 jioni. Vyombo vya habari na waangalizi wa uchaguzi wataruhusiwa kufuatilia kwa mujibu wa miongozo ya tume. Maoni yamegawanyika kwa Watanzania kuelekea siku hiyo muhimu. Wapo ambao wanaona uchaguzi sio wa uhuru na haki na umeegemea zaidi kutoa mazingira ya lazima ya kukipa ushindi Chama cha Mapinduzi, na wapo ambao wanaamini kwamba waandamanaji watafanikiwa kuzuia uchaguzi ambao wanauita sio wa uhuru na haki. Haya ni baadhi ya maoni yao. Sijui nipigie chama kipi kura kwa sababu pinzani sioni. Yaani imani kulete kwa wananchi ni chama kitokee chama cha upinzani kweli kweli. Yaani nakuwa kama tufanye kama mpira hapa Tanzania, Simba na Yanga kushindani. Kilichobakia tusubiria tu 2030 ndio kutakuwa na upinzani. Mungu akijalia. Tunasubiri tu Oktoba kutiki, kimpendeza Mungu akishinda sawa. Kwa upande wangu na wananchi wengi nafikiri kwamba hakuna yote ataenda kupiga kura. Watakwenda kupiga kura wana CCM wenyewe, ndio maana nikasema wanajitekenya wenyewe na kujichekesha wenyewe. Wanashindana na nani? Viongozi wa chama vingine waliovitengeneza wenyewe wamewapa magari na kila kitu. Ni ziara ya kampeni ya CCM wenyewe. Kwa hiyo hakuna kampeni inaendelea, bali ni kuchezea fedha za Watanzania. Kumekuwa na matamko mbalimbali kutoka kwa viongozi wa serikali, wakuu wa wilaya, mikoa, makamanda wa polisi na vyama vya walimu wakikemea na kupinga kile wanachokiamini kwamba ni taarifa za uzushi na uchochezi zinazosambazwa kupitia mitandao ya kijamii zinazowataka Watanzania kuandamana siku ya kesho kwa kile wanachokieleza kwamba kulikomboa taifa lao. Kama mwenyekiti wa chama cha walimu mkoa wa Katavi, taarifa hiyo inayosambaa katika mitandao ya kijamii sio tamko la chama cha walimu Tanzania CWT. Hiyo sio ajenda yetu. Ajenda yetu tunawataka walimu popote pale ndani ya mkoa wetu wa Katavi kwamba wajitokeze siku ya tarehe 29 kwenda kwenye vituo vya kupiga kura kwa lengo la kuweza kupiga kura na kutumia haki yetu ya kikatiba. Watu mashuhuri na wenye ushawishi katika mitandao ya kijamii wameendelea kukamatwa na polisi kwa tuhuma za kuhamasisha vurugu siku ya kupiga kura. Mgombea wa Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, japo anaonekana kutokuwa na upinzani, lakini anakabiliwa na ukosoaji mkubwa kutoka kwa wananchi na viongozi wa dini ambao wameonyesha hisia zao wazi wazi kutokukubaliana na uongozi wake na kumtaka aachie ngazi. Katika maeneo mengi ya Tanzania kwa sasa magari ya matangazo yanapita mitaani kuwahamasisha wananchi kujitokeza kwenda kupiga kura, na serikali imetangaza kuwa kesho tarehe 29 ni siku ya mapumziko. Baadhi ya vyombo vya usafiri vya umma pia vimesitisha safari zake ili kupisha uchaguzi. Veronica Natalis, Idhaa ya Kiswahili, Sauti Afrika, Arusha, Tanzania.
Kisiwani Zanzibar, shughuli ya kura ya mapema imeanza leo hii Oktoba tarehe 28. Tume ya uchaguzi Zanzibar yani ZEC awali ilitangaza mipango yote ya shughuli hiyo kwamba ilikuwa imekamilika. Walioshiriki kura ya leo ni baadhi ya maafisa wa ulinzi wa usalama pamoja na watendaji wa tume ya ZEC. Kuna jumla ya vituo 50 Unguja na Pemba, na mwenzetu Abubakar Harith anatuarifu zaidi. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC imesema kura ya mapema itafanyika kama ilivyo kwenye sheria ya tume hiyo, licha ya chama kikuu cha upinzani ACT Wazalendo kuonekana kutokukubaliana na kura hiyo. Kwa nyakati tofauti, viongozi wa ACT Wazalendo wamenukuliwa wakisema hawaoni sababu zenye afya katika kura ya mapema. Mgombea wa kiti cha urais wa Zanzibar kupitia ACT Wazalendo Othman Masoud Othman Omo, ambaye amewahi kuwa mwanasheria mkuu wa serikali ya Zanzibar, amesema mgongano wa kisiasa unaotokea baina ya wanasiasa ni kutokana na kukwepa uwajibikaji, swala ambalo linawaacha njia panda wananchi. Licha ya hapo awali kuonekana kupinga kura ya mapema kwa chama hicho, lakini sasa kumeonekana matumaini ya kukubaliana na kura hiyo baada ya taarifa maalum aliyoitoa kiongozi huyo wa upinzani ikieleza kuwa wapo tayari kuingia katika kura ya mapema, huku akisisitiza kufanyika mabadiliko ya kimkakati kama uwazi wa idadi ya wapiga kura hao na mchakato wa matokeo, huku yakisubiriwa kujumuishwa na matokeo ya kura ya tarehe 29. Baada ya kukaa na mamlaka za nchi, tumekubaliana orodha itapitiwa kwa umakini ili wale tu ambao wanahusika na upigaji wa kura ya mapema ndio wapige kura ya mapema, kwamba baada ya kupigwa hii kura ya mapema, kura zihesabiwe, kila mtu ajue matokeo, lakini matokeo haya hayatokwenda kutakaswa. Uongozi wa chama chenu umeridhika kwamba ili kuepusha vurugu, ili kuendelea kufanya uchaguzi huu kwa amani, wale wanaohusika tuna kura ya mapema ndio waende vituoni. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC imetangaza kuwa jumla ya wapiga kura 717,557 ndio walioidhinishwa kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba baada ya kukamilika hatua za uhakiki wa daftari la kudumu la wapiga kura. Mimi ni Abubakar Harith, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Zanzibar. Basi ikiwa unaungana nasi hivi sasa, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa msikilizaji kuchangia kwenye makala haya. Jina langu ni Anna Ngugi. Leo tupo nchini Tanzania, mkesha wa kupiga kura, na pia kule kisiwani Zanzibar kura ya mapema tayari imepigwa. Nini maoni yako kuhusu uchaguzi wa mwaka huu nchini Tanzania? Na bila shaka, msikilizaji, tunakupatia fursa ya kutoa maoni yako hapa katika Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, ikiwemo pia kutueleza umesikiaje matangazo yetu na ni kipi ambacho ungependa kukisikiliza hapa pia. Tutashughulika vilivyo, kwani wanahabari wetu wamejaajaa katika nchi zetu hizi za Afrika Mashariki na ya Kati, na tutakupatia fursa pia ya kusikiliza matangazo jinsi ambavyo unapendelea wewe. Samia Suluhu Hassan, jina hili lilitawala ulingo wa siasa punde baada ya kuchaguliwa makamu wa rais Tanzania. Baada ya mwaka mmoja, Mama Samia alichukua hatamu za uongozi kufuatia kifo cha hayati John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Tanzania. Uchaguzi huu unamweka Samia Suluhu Hassan kwenye mizani ya siasa na utawala katika uchaguzi huu unaofanyika kesho Jumatano. Jina la Samia linachapishwa kwa mara ya kwanza katika karatasi za kupiga kura kama mgombea, ikiwa ni mara ya kwanza kwa mwanamke kusimama kuwania nafasi hiyo. Lakini Rais Samia Suluhu Hassan ni nani? Tumfahamu zaidi na taarifa yake George Jogopa. Samia Suluhu Hassan, naapa kwamba nitaitumikia vema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi yangu ya makamu wa rais, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Miaka 9 iliyopita jina la Samia Suluhu Hassan lilianza kutajwa katika mlolongo wa vigogo wa uongozi wa Tanzania, akiapishwa kwa mara ya kwanza kama makamu wa rais baada ya chama chake CCM kushinda katika uchaguzi ambao ushindani wake unasalia kuandikwa katika vitabu vya historia ya Tanzania.
akiwa na mgombea urais hayati Rais John Magufuli. Rais Samia aliapa mbele ya umati mkubwa wa watu waliofurika katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, akianza safari mpya ya maisha ya uongozi wa ngazi ya juu katika utawala wa Tanzania. Ndani ya utawala wa awamu ya 5, Rais Samia alishiriki kuandaa na kutekeleza miradi mbalimbali na mipango mingi ya maendeleo ambayo kwa sasa inataja kwamba ni miradi ya kimkakati, ikiwemo ujenzi wa miundombinu kama vile barabara, madaraja, barabara za lami, pamoja na uanzishwaji wa safari ya treni ya kisasa SGR. Akiwa mzaliwa visiwani Zanzibar, Rais Samia aliyetoka katika kijiji cha Kizimkazi anasema mwenyewe hakuwa na ndoto ya kutumbukia katika ugo wa kisiasa. Baada ya masomo yake awali na sekondari na kisha kupata elimu ya chuo, aliajiriwa serikalini akiwa mtumishi wa kawaida tu. Hata hivyo, kulingana na kauli zake alizowahi kuhadithia, Rais Samia aliyekuwa mwanamke wa kwanza kuongoza Tanzania aliachana na ajira serikalini na kwenda kufanya kazi katika mashirika ya kimataifa, ambako anasema ndiko kulikompa uzoefu mkubwa wa mambo. Rais Amani Abeid Karume wa Zanzibar ndiye aliyemkaribisha katika siasa za uongozi, akimteua kwa waziri ndani ya serikali yake mara tu yeye kushinda katika kinyang'anyiro cha Baraza la Wawakilishi kupitia viti maalum. Safari yake kisiasa ndiko ilipoanza kuchanua. Kama sehemu ya kudumisha muungano na kuroka na msimamo wake wa kutetea zaidi maslahi ya Zanzibar ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano, Rais Samia baadaye aliteuliwa na Rais Jakaya Kikwete wa awamu ya 4 kwa waziri katika ofisi ya makamu wa rais, akishughulikia masuala ya muungano. Ama amewahi pia kuwa sehemu ya jopo la mawaziri waliosafiri katika mataifa ya Ulaya kujaribu kusawazisha hali ya mambo wakati hali ya kisiasa ilivyochafuka visiwani Zanzibar, ambako baadhi ya raia walipoteza maisha huku wengine wakilazimika kwenda uhamishoni. Rais Samia ambaye katika uchaguzi wa mwaka huu ana wagombea wengine 16 wanaotarajiwa kupigiwa kura hapo kesho siku ya Jumatano, amewahi pia kuwa sehemu ya wale waliosimamia lililokuwa bunge maalum la katiba akiwa na mwenyekiti mwenza Samuel Sita. Rais Samia alitumia jukwaa hilo kuonyesha namna alivyokuwa hodari wa kusimamia mijadala na kutekeleza majukumu yake kwa weledi. Wengi waliokuwa ndani ya bunge hilo walimtizama kama kiongozi mwenye uwezo mkubwa wa kung'amua mambo na ambaye angeweza kufika mbali zaidi kutokana na umakini wake katika kuendesha mambo. Hata mwenyewe wakati fulani amewahi kulikumbuka bunge hilo akisema lilisaidia kumkuza. Na lile la katiba la 2014 yalivyonilea, kuniongoza na kunipika vyema mpaka kufikia hatua hii nilio sasa. Akiwa amekalia katika kiti cha nafasi ya makamu wa rais kwa miaka 6, Rais Samia alijikuta analazimika kusogeza mbele mguu wake na kushika hatamu za uongozi wa nchi kufuatia kifo cha hayati Rais John Magufuli ambaye aliaga dunia akiwa mwanzoni kabisa mwa awamu yake ya pili ya uongozi. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kiapo chake cha utiifu kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio iliyomfungulia njia kuwa rais wa kwanza mwanamke nchini Tanzania, hatua ambayo imefungua ukurasa mpya katika siasa za Tanzania na pengine katika eneo la Afrika Mashariki. Vyama vya upinzani barani Afrika hutoa nafasi kubwa katika kuimarisha utawala bora na kushinikiza demokrasia. Wengi huona upinzani kama kioo cha jamii na watetezi wa umma, hususan wanaoishi katika mazingira ya utawala dhalimu. Baadhi ya waliokuwa wapinzani wameshika madaraka na kuwa viongozi wa nchi. Hata hivyo, vyama na mirengo mingi ya upinzani Afrika vinakumbwa na changamoto kubwa. Ni wakati viongozi wake wanapoondoka kuongoza vyama hivyo. Pengine amefariki dunia, kujiuzulu, uzee, na wengine kuhamia mirengo na hata kujiunga na serikali. Tahariri ya Silvanus Karemera inaangazia hatma na mustakabali wa upinzani Afrika. Wakati enzi za mikutano mikubwa ya hadhara, maandamano na majukwaa ya wazi zikipungua, kampeni za mitandaoni zimechukua nafasi kuu nchini Tanzania kutokana na mazingira yaliyowabana wapinzani. Ni kwenye majukwaa kama Facebook, X, zamani kifahamika kama Twitter, TikTok na YouTube, ambapo siasa za Tanzania zimepata pumzi mpya.
Huko ndiko hoja zimepigiwa msasa. Maoni yameelezwa bila uoga au kwa tahadhari kubwa kutokana na jicho la serikali linalotazama kila chapisho. Shisia Wasilwa anaangazia kwa kina kwenye tahariri ifuatayo. Tofauti na miaka iliyopita ambapo siasa zilitegemea misafara ya kampeni na mikutano ya hadhara, serikali imeweka vikwazo vikali kwa mikutano upinzani, ikitaja sababu za usalama na utulivu wa taifa. Hata hivyo, wakosoaji wanasema ni mbinu za kisiasa za kuzima sauti mbadala. Kwa hatua hiyo, wanasiasa upinzani na wafuasi wao walilazimika kutafuta makao mapya na wakayapata mitandaoni. Mitandao ikawa ndio uwanja wa vita wa hoja, ambako kila ujumbe, kila video, kila chapisho lilikuwa risasi ya kisiasa. Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye awali alionekana kuleta upepo mpya wa maridhiano baada ya kipindi cha utawala wa marehemu John Pombe Magufuli, sasa anakabiliwa na lawama kwamba serikali yake inaendeleza utamaduni wa udhibiti wa kisiasa. Kwa sasa ni wazi kuwa ana mpinzani mkubwa anayeweza kumtikisa kisiasa. Hali hii inatokana si tu na nguvu ya chama tawala cha CCM, bali pia ni mazingira duni ya kisiasa kwa wapinzani. Tundu Lissu wa chama cha Chadema, aliyewahi kuonekana kama tishio halisi kwa mamlaka, amejikuta akikabiliwa na vizingiti vingi, ikiwemo vitisho, ukosefu wa fursa za kampeni za wazi na sheria zinazotumika kuwanyamazisha wapinzani kupitia kisingizio cha makosa ya mtandaoni. Sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 imekuwa silaha kuu ya serikali katika kudhibiti maoni kwa kisingizio cha kupambana na uongo, uchochezi au taarifa zisizo sahihi. Watumiaji wengi wa mitandao wamejikuta wakikamatwa, kutozwa faini au kufungwa kwa maoni yao. Hali hii imeleta hofu ya kujieleza miongoni mwa wananchi, hususan vijana ambao ndio nguzo ya mijadala ya kisiasa mitandaoni. Hata hivyo, mitandao hiyo imekuwa mwamko mpya wa kisiasa. Vijana wa Tanzania waliokuwa wakihisi kupuuzwa na mifumo rasmi sasa wanapata nafasi ya kujadili masuala ya kitaifa, kushiriki mijadala ya sera na kutoa maoni yao kuhusu uongozi. Mabadiliko haya yanaonyesha kuwa teknolojia inaweza kuwa chombo cha demokrasia ikiwa tu haitotumiwa vibaya na mamlaka. Athari za kampeni za mitandaoni ni pana. Kwanza, zimevunjilia mbali ukiritimba wa vyombo vya habari vya kiserikali ambavyo kwa muda mrefu vimekuwa vikibeba ajenda za chama tawala. Pili, zimeongeza uwazi kwa kuruhusu raia kupata taarifa kutoka vyanzo mbalimbali. Hata hivyo, upande wa pili wa sarafu ni ongezeko la habari za uongo, propaganda na mashambulizi ya kimtandao. Baadhi ya watumiaji wamegeuza majukwaa hayo kwa sehemu za kuchafua majina ya wapinzani, kueneza chuki au hata kutoa vitisho. Kwa hivyo, ingawa kampeni za mitandao zimeleta mapinduzi ya kisiasa, bado zimejaa changamoto. Tanzania ipo katika mchakato mgumu wa kutafuta mizani kati ya usalama wa taifa na uhuru wa maoni. Ni wazi kuwa udhibiti kupitia kiasi utazima ubunifu na uhuru wa wananchi, huku kitengeneza hisia kwamba serikali inaogopa kukosolewa. Ni wakati sasa wa serikali ya Rais Samia Hassan kutathmini upya sera zake kuhusu mawasiliano ya kidijitali. Mageuzi ya kisheria yanahitajika kuhakikisha kuwa sheria ya makosa ya mtandao haitumiki vibaya kama chombo cha kisiasa, bali inalinda hadhi ya wananchi wote. Uhuru wa kujieleza ni msingi wa demokrasia yote, na hakuna maendeleo endelevu bila maoni huru. Tanzania inapaswa kukumbuka kwamba sauti za mitandao ni si adui wa dola, bali ni mwangwi wa wananchi wanaotafuta nafasi ya kusikika. Serikali ikizikandamiza italazimika kupambana na kizazi kipya cha raia wasioogopa kusema, si katika viwanja vya hadhara, bali kwenye ulimwengu wa kidijitali usio na mipaka. Mwisho wa tahariri. Jina langu ni Shisia Wasilwa. Na msikilizaji, kabla ya kutamatisha matangazo yetu, tupate taarifa nyingine kutoka Afrika na Ramadhan Kibuga. Watu 12 wamepoteza maisha baada ya ndege waliokuwemo kuanguka eneo la Kwale, pwani ya Kenya. Maafisa wa Kenya wanasema ndege hiyo ya watalii ilikuwa njiani kutoka mwambao wa Diani kuelekea mbuga ya Masai Mara. Wote walioangamia walikuwa abiria kwenye ndege hiyo ndogo. Ni mkesho wa uchaguzi mkuu nchini Tanzania na vyama vya kisiasa vinafunga kampeni kabla ya kura ya hapo Jumatano. Rais Samia Suluhu Hassan anafunga kampeni yake mjini Mwanza.
Kisiwani Zanzibar, uchaguzi wa mapema unaanza kabla ya shughuli kubwa ya uchaguzi hapo kesho. Wadadisi wa siasa wanasema kuwa rais wa sasa Samia Suluhu Hassan na chama chake cha CCM kinatarajiwa kupata ushindi, kwani hakikabiliwi na ushindani mkali. Wakati huo huo, gumzo mitandaoni imetawala, wafuasi wa upinzani wakiwarai wa Tanzania kuhususia uchaguzi mkuu na badala yake kufanya maandamano kushinikiza mageuzi na utawala bora. Kwa upande wao, jeshi la polisi Tanzania limeonya kuwachukulia hatua raia wote ambao wanachochea maandamano mitandaoni au kujaribu kuvuruga shughuli za upigaji kura. Nchini Ivory Coast, Rais Alassane Ouattara wa miaka 83 ameshinda uchaguzi mkuu kwa muhula wa 4. Uchaguzi wa sasa ulishuhudia uchache sana wa wapiga kura baada ya mrengo mkuu wa upinzani kuzuiliwa kushiriki katika kura hiyo. Ouattara alipata asilimia 89.9 ya kura zilizotangazwa na tume ya uchaguzi. Mgombea wa karibu alikuwa ni waziri wa zamani wa biashara Jean-Louis Bion aliyepata asilimia 3 ya kura. Simone Bagbo, mke wa rais wa zamani wa Cote d'Ivoire, alizoa asilimia 2.4 ya kura. Cote d'Ivoire ilifanya uchaguzi wake hapo wikendi iliyopita. Ni rasmi kwamba rais mkongwe zaidi duniani Paul Biya wa nchi ya Cameroon ataendelea kuliongoza taifa hilo la Afrika ya Kati kwa miaka mingine 7, tayari akiwa amesalia madarakani kwa miaka 43. Tume ya uchaguzi ya Cameroon ilimtangaza Biya kuwa mshindi wa uchaguzi mkuu ambao umekumbwa na vurugu za wafuasi wa upinzani. Wadadisi wa kisiasa hata hivyo wanahoji iwapo kiongozi huyo wa miaka 92 ana uweledi wa kuendelea kuwaongoza wananchi wake. Hii ni kutokana na hali yake ya kuwa nje ya nchi kwa kipindi kirefu. Taarifa zinasema Biya ameweka makao yake nchini Uswizi, ambapo husalia kwa kipindi kirefu sana na kuzua wasiwasi kuhusu nani hasa huendesha shughuli za nchi ya Cameroon. Kiongozi huyo mkongwe hajafanya mikutano ya baraza la mawaziri wala kulihutubia taifa kuhusu masuala muhimu ya nchi. Aidha, aliwasili nchini Cameroon siku chache kabla ya siku ya kupiga kura. Upinzani umepinga matokeo ya kura nchini Cameroon na kiongozi wake Issa Bakari Chiroma amesisitiza kwamba ndiye aliyetoa ushindi katika kura za urais. Wafuasi wa upinzani wameendelea kuandamana miji kadhaa kupinga matokeo hayo. Wizara ya mambo ya nje nchini Kenya imesema kwamba mawakala fulani wamewasajili raia kujiunga na jeshi la Urusi kwenye mapambano yake dhidi ya taifa la Ukraine. Waziri wa mambo ya nje ya Kenya Musalia Mudavadi amesema Wakenya wengi ambao wamesajiliwa kupigana kwa sasa wanasalia katika kambi za jeshi la Urusi kama wafungwa wa kivita. Bwana Mudavadi hajasema ikiwa kuna baadhi ya raia waliopoteza maisha au majeruhi. Haya yanajiri wakati makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance anatarajiwa kuzuru Kenya siku zijazo kujadili uhusiano kati ya pande mbili. Marekani imelalamikia Kenya kuwa mshirika mkuu wa China na pia kuegemea upande wa Urusi. Kiongozi wa baraza linalotawala nchini Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, amekiri jeshi lake limeondoka katika mji wa Al-Fasher huko Sudan. Hii inafuatia tangazo la wapiganaji wa RSF kwamba walikuwa wametoa mji huo kutoka jeshi la Sudan. Hii ndiyo mara ya kwanza jeshi la Sudan limekiri kuzidiwa nguvu na RSF katika mji huo wa mashariki mwa jimbo la Darfur. Al-Fasher ilizingirwa na wanajeshi wa RSF na kushuhudia mapigano makali kati yao na jeshi la taifa. Umoja wa Mataifa umesema maelfu ya raia wamekimbia makazi yao huko Al-Fasher kwa siku 2 zilizopita. Zaidi ya watu milioni 1 ni wakimbizi wa ndani nchini Sudan na maelfu wengine wamepoteza maisha yao kufuatia mapigano haya ya zaidi ya miaka 2. Wapiganaji wa RSF kwa sasa wanashikilia maeneo yote makuu ya Darfur, huku ngome yao kuu ikiwa ni mji wa Nyala kusini mwa jimbo hilo. Jeshi la Sudan linashika doria kaskazini, mashariki na kati mwa nchi ambayo ni maeneo machache. Na sasa pia tuangalie neno la siku. Kwenye neno la siku tunaangazia neno dosari. Dosari ina maana ya kasoro, ila, upungufu, hitilafu au kosa lililopo kwenye kitu, mfumo au kazi fulani. Katika taaluma ya simu, lugha dosari ni matokeo ya ujifunzaji usiokamilifu wa kanuni za lugha kwa anayejifundisha. Kwa kifupi ni hali ya kitu kutokuwa kamilifu au kutokuwa sawa. Matumizi katika sentensi. Hivi ndivyo unavyoweza kutumia neno dosari katika sentensi mbalimbali, kama kasoro au kwenye vitu au hali. Mnunuzi aligundua dosari ndogo kwenye uchoraji wa nyumba aliyokuwa anataka kuinunua. Jaji aliukataa ushahidi kwa sababu ulikuwa na dosari za kiufundi. Ukitumia neno dosari kama kosa,
katika ujifunzaji lugha au kazi. Mfano katika sentensi itakuwa hivi: mwalimu alibainisha dosari nyingi za kisarufi katika insha za wanafunzi. 3, unaweza kutumia neno dosari kama upungufu katika tabia au maisha. Mfano katika sentensi: licha ya mafanikio yake yote anajitahidi kuficha dosari zake za kibinadamu. Au hotuba yake ilikuwa nzuri lakini ilikosa msisitizo. Hiyo ndiyo dosari yake peke yake. Je, basi msikilizaji, utatumia vipi neno hili dosari katika shughuli zako za kila siku? Natumai kwamba hauna changamoto nyingi ambazo zinakuletea dosari za hapa na pale. Sijui nimetumia vipi, lakini endelea kutufuatilia hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Mwafrika, ambapo pia tunatoa fursa ya kujifunza lugha ya Kiswahili na misamiati. Ikiwa unajiunga nasi, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Bila shaka tuendelee kuweka maoni yetu kwenye kurasa hizo kuhusu taarifa hizi. Na uliko msikilizaji, tuendelee gumzo la leo. Kabla ya kuaga, kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunakupongeza kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye sauti ya Mwafrika. Tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu mpenzi msikilizaji. Jina langu ni Ngugi. Kwa heri kwa sasa.